Je, unajua kwamba kuna baadhi ya matunda unayoona ya kawaida sokoni, lakini yanaweza kubadilisha afya yako kwa kiwango kikubwa kuliko unavyofikiria? Watu wengi hutumia pesa nyingi kununua virutubisho na dawa mbalimbali, lakini usahau kuwa suluhisho la baadhi ya changamoto za kiafya linaweza kupatikana kwenye matunda kawaida kabisa. Katika video hii, tutazungumzia matunda 7 yenye nguvu kubwa kiafya na mabadiliko ambayo yanaweza kutokea mwilini mwako ukiyatumia mara kwa mara. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu tunda la mwisho lina faida ambazo watu wengi hawazijui kabisa. Twende pamoja. Tunda la kwanza ni tufaa. Ukila tufaa moja kila siku, mwili wako unaweza kuanza kupata mabadiliko makubwa. Kiasi sahihi, unaweza kutumia tufaa moja hadi 2 kwa siku. Mabadiliko yanayotokea ni pamoja na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula huimarika. Tufaa lina nyuzi nyingi zinazosaidia chakula kusafiri vizuri zaidi tumboni. Unashiba kwa muda mrefu. Hii inaweza kusaidia kupunguza ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Viwango vya sukari kwenye damu vinaweza kuwa imara zaidi. Nyuzi zake husaidia sukari kuingia taratibu mwilini. Afya ya moyo huimarika. Virutubisho vinaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya. Mfumo wa kutumia: asubuhi pata tufaa moja, yai la kuchemsha pamoja na glasi ya maji. Tunda la pili ni ndizi. Ndizi ni moja ya matunda yanayoliwa sana duniani. Kiasi sahihi, ndizi 1 hadi 2 kwa siku. Mabadiliko yanayotokea: mwili hupata nguvu haraka. Ndizi zina wanga asilia unaotoa nishati. Misuli hufanya kazi vizuri zaidi. Potassium iliyopo kwenye ndizi husaidia misuli kufanya kazi vizuri. Huenda ikapunguza uchovu, lakini pia husaidia kudhibiti shinikizo la damu. Mfano wa kutumia: ndizi 2, uji wa ulezi na karanga kidogo. 3 ni chungwa. Chungwa ni hazina ya vitamini C. Kiasi sahihi kwa chungwa, unaweza ukapata machungwa 1 hadi 2 kwa siku. Mabadiliko yanayotokea ni pamoja na kinga ya mwili huimarika zaidi. Ngozi huanza kung'aa zaidi. Vitamini C husaidia kutengeneza kolajeni. Huongeza uwezo wa mwili kupambana na maambukizi. Husaidia ufyonzaji wa madini ya chuma. Mfumo wa kutumia: chungwa 1 badala ya chakula, yaani baada ya chakula cha mchana au cha jioni. 4 ni papai. Papai ni tunda lenye faida nyingi kwa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kiasi sahihi, unaweza ukachukua papai zima ukakata katika vipande 8, ukapata kipande kimoja hadi vipande 2. Mabadiliko yanayotokea ni pamoja na kupata choo kwa urahisi, kupunguza tatizo la kufunga choo. Tumboni hujisikia vizuri zaidi. Ngozi inaweza kuonekana yenye afya zaidi. Mfano wa kutumia baada ya chakula cha mchana ni vipande 2 vya papai na glasi ya maji. 5 ni parachichi. Parachichi ni chanzo kizuri cha mafuta bora. Kiasi sahihi: nusu hadi parachichi 1 kwa siku. Mabadiliko yanayotokea: afya ya moyo huimarika. Unashiba kwa muda mrefu. Ngozi inaweza kuwa laini zaidi. Ufyonzaji wa vitamini huongezeka. Mfano wa kutumia: wali wa kahawia, samaki na nusu parachichi. Namba 6 ni nanasi. Nanasi ina virutubisho vingi muhimu. Kiasi sahihi: kikombe 1 kwa siku. Mabadiliko yanayotokea ni pamoja na mmeng'enyo wa chakula huimarika. Mwili hupata vitamini C nyingi. Husaidia kupunguza uchovu. Huchangia afya ya mifupa. Mfano wa kutumia: snacks 1 jioni. Unaweza ukakata katika vipande 8 vya nanasi na ukapata kipande 1 mpaka 2. Karanga kidogo pia ukaongeza, ili kuongeza ladha na uwiano kidogo. Tunda la 7 ni tikiti maji. Hili ndilo tunda ambalo watu wengi hulidharau. Kiasi sahihi, unaweza ukakata katika vipande 8 na ukapata kipande 1 mpaka 2 kwa siku. Mabadiliko yanayotokea ni pamoja na mwili hupata maji mengi. Tikiti lina zaidi ya 90% ya maji. Ngozi huonekana yenye afya zaidi. Lakini pia huenda
ukahisi nguvu zaidi wakati wa joto. Husaidia mwili kubaki na kiwango kizuri cha maji. Mfano wa kutumia, kama nilivyoeleza kwamba tikiti na kata kipande sawa na nanasi ukapata kipande kimoja mpaka 2 kwa siku. Mabadiliko makubwa kila matunda haya mara kwa mara. Baada ya wiki kadhaa za kutumia matunda haya kwa usahihi, unaweza kuanza kuona mmeng'enyo bora wa chakula, kupungua kwa kufunga choo, kuongeza nguvu zaidi mwilini na kuboresha afya ya ngozi, kinga bora ya mwili, afya nzuri ya moyo, kudhibiti uzito kwa urahisi zaidi na mwili kupata vitamini na madini muhimu. Na mimi nimejifunza kitu muhimu leo. Anza kuongeza matunda haya kwenye mlo wako kila siku. Kumbuka, afya bora haitokani na dawa pekee, bali pia na uchaguzi mzuri wa vyakula tunavyokula kila siku. Andika kwenye maoni, ni tunda gani kati ya haya unakula mara kwa mara? Usisahau kulike video hii, kushare kwa marafiki na familia, na kujiunga na channel kwa mafunzo zaidi ya lishe na mfumo bora wa maisha. Asante kwa kutazama, tukutane katika mada ijayo.